Karibu kwenye uchambuzi wa kina na BF Suma. Mada yetu leo ni BF Suma Sleep Beauty. Unajua, vipi nikikwambia kwamba 50% ya watu unaopishana nao barabarani leo, kiuhalisia bado wamelala? Wamelala wakitembea yani. Haswa, au kwamba simu unayoishika sasa hivi pengine inaiba homoni zako za usingizi moja kwa moja kutoka kwenye ubongo wako bila wewe hata kujua. Hilo ni jambo ambalo watu wengi hawalitambui kabisa. Ndio maana leo, unajua, hatutoi lile darasa la kitiba linalochosha, hapana. Badala yake, lengo letu ni kuchunguza kwa kina njia za asili kabisa za kusaidia ustawi wetu wa kila siku. Kabisa. Na hili ni muhimu kwa kila mtu anayetusikiliza. Tunazungumzia jinsi ya kurejesha nguvu zako, uhai wako na ule msukumo wa kufanya mambo makubwa kupitia kitu kimoja ambacho wengi wetu tunakichukulia poa sana, yaani usingizi mzuri. Hilo ni lengo zuri sana. Na unajua nini kinachofurahisha hapa? Ni kwamba yale maamuzi madogo madogo ya kiafya tunayoyafanya kila siku, ndiyo yanayoleta mabadiliko makubwa sana kwenye maisha yetu ya baadaye. Kweli kabisa. Kwa wewe unayetusikiliza sasa hivi, pengine unakabiliwa na uchovu au wasiwasi wa kazi. Au labda ratiba zako zinabadilika mara kwa mara na kukufanya uamke ukiwa bado umechoka sana. Yaani unaamka lakini mwili unakataa. Haswa. Basi huu mjadala ni kwa ajili ya kukuwezesha wewe binafsi kupata usawa katika maisha yako. Afya yako ya kila siku ndiyo msingi wa kila kitu unachotaka kukitimiza. Hatuzungumzii tu kufumba macho usiku. Tunazungumzia ubora wa maisha yako kwa ujumla. Nakubaliana na wewe 100%. Lakini sasa, kabla hatujaanza kuangalia hii bidhaa tunayoizungumzia leo, hebu tuweke mambo wazi kuhusu ukubwa wa changamoto hii ya usingizi. Sawa, tuingie huku. Suala la kukosa usingizi sio tu jambo la unajua, jana sikulala vizuri kwa sababu nilikuwa na mawazo. Ili ni janga. Ni janga kubwa sana. Ukiangalia uhalisia wa mambo, inashangaza sana. Takwimu zinaonyesha kuwa 10% hadi 30% ya watu wazima duniani kote wanasumbuliwa na tatizo sugu la kukosa usingizi. Ile ambayo tunaita chronic insomnia, ndio. Chronic insomnia. Na zaidi ya hayo, 30% hadi 40% wanakosa usingizi wa mara kwa mara. Yaani, hebu fikiria, nusu ya watu tunaofanya nao kazi wako kwenye hali ya kuishiwa nguvu kila siku. Ni kweli kabisa. Na tukileta uhalisia huu karibu zaidi na nyumbani kwetu hapa Afrika Mashariki, picha inakuwa wazi zaidi na kiukweli inagusa sana. Hebu tupe hizo takwimu za hapa kwetu. Mathalan, nchini Kenya, 43% ya vijana na watu wazima wana ugumu wa kupata usingizi au kudumisha huo usingizi wakiwa wamelala. 43%. Hiyo ni karibu nusu ya watu wazima. Ndiyo, ni idadi kubwa sana. Lakini hapa kuna takwimu inayoshtua zaidi. Kwa wagonjwa wa kisukari nchini humo, 56% wanakabiliwa na tatizo la kukatika pumzi usingizini, jambo ambalo kitaalam linaitwa sleep apnea. Subiri kidogo. Ugonjwa wa kisukari na tatizo la kukatika pumzi usingizini. Hivi vitu viwili vinaingilianaje? Kama wewe msikilizaji ni kama mimi, labda unajiuliza sasa hivi, nilifikiri kisukari ni suala la sukari tu mwilini. Inakuwaje iathiri usingizi kiasi hicho? Hilo ni swali la msingi sana. Kiuhalisia, mwili wetu umeunganishwa kwa njia za kustaajabisha sana. Yaani hakuna kitu kinachofanya kazi peke yake. Unapokosa usingizi mzuri, mwili wako unaingia kwenye hali ya msongo wa mawazo na kuzalisha homoni inayoitwa cortisol. Homoni ya stress. Haswa. Sasa, cortisol nyingi inaufanya mwili uwe na usugua wa insulin au insulin resistance. Maana yake seli zako zinashindwa kutumia ile sukari vizuri. Kumbe, kwa hiyo ukikosa usingizi, sukari inapanda? Ndiyo hivyo. Na kwa upande wa pili, wagonjwa wengi wa kisukari ambao pia wana uzito mkubwa hukumbana na mkusanyiko wa mafuta kwenye shingo. Mafuta haya hubana njia ya hewa usiku wanapolala. Hatari sana. Misuli ya koo inalegea, njia ya hewa inaziba, na hapo ndipo pumzi inakatika na kukuamsha mara kwa mara. Ni mzunguko unaojilisha wenyewe. Yaani kisukari kinaharibu usingizi na kukosa usingizi kunazidisha ukali wa kisukari. Kabisa.
Na haya ni mambo yanayotokea kila siku. Wow, hiyo ni sayansi nzito lakini inaeleweka vizuri sana. Sio tu swala la kuwa na miao ofisini asubuhi, ni mfumo mzima wa mwili kupata hitilafu. Na je, hali hii ikoje kwa nchi nyingine, majirani hapa? Hali inafanana sana. Nchini Tanzania, asilimia 16.6 ya watu wazima wanaripoti matatizo makubwa ya usingizi nyakati za usiku. Kitu cha kusikitisha ni kwamba matatizo haya mara nyingi yanaambatana kwa karibu sana na msongo wa mawazo na hata sonona au depression. Hilo linaeleweka. Akili ikiwa na mawazo, mwili haulali. Ndiyo. Na tukienda Uganda, asilimia 55.6 ya watu wazee wanaripoti viwango tofauti vya changamoto za usingizi. Kwa hiyo hili ni tatizo la kikanda kabisa. Ni tatizo la kikanda na madhara yake ya muda mrefu ni makubwa sana. Tunazungumzia kupoteza kumbukumbu, kushindwa kuzingatia mambo, kinga dhaifu ya mwili na magonjwa sugu kama shinikizo la damu. Aise. Hata kasi ya kuzeeka kwa ngozi inayoleta ufubaa inachangiwa na kukosa usingizi. Usingizi sio anasa, ni hitaji la msingi la kibiolojia. Sasa hebu tuingie kwenye kiini cha tatizo letu la kila siku. Mtindo wetu wa maisha unavurugaje hii saa ya asili ya mwili? Aha, hapo sasa. Ninaelewa kwamba binadamu tumeumbiwa kulala giza likiingia, lakini siku hizi hatufanyi hivyo. Sayansi nyuma ya bidhaa ya Sleep Beauty inataja kiambato muhimu sana kinachoitwa melatonin. Nimesikia sana kuhusu hii homoni. Inafanyaje kazi hasa? Ili kuelewa jinsi inavyofanya kazi, inabidi tuielewe circadian rhythm, au kwa lugha nyepesi, ile saa yako ya kibiolojia. Saa ya ndani ya mwili. Ndiyo. Kiasili, una tezi ndogo sana katikati ya ubongo wako inayoitwa tezi ya pineal. Jua linapozama na giza kuingia, hii tezi inaanza kumwaga homoni ya melatonin kwenye damu yako. Aha, kwa hiyo melatonin inatengenezwa na giza. Haswa. Melatonin ni kama mtangazaji anayeuambia mwili mzima, jamani, mchana umeisha, anzeni kupunguza mapigo ya moyo, pozeni joto la mwili, ni muda wa kupumzika sasa. Wow, mtangazaji wa usingizi. Ndiyo. Kawaida, uzalishaji huu unapaswa kuanza kupanda majira ya saa 4 usiku, na usingizi mzito zaidi unapaswa kutokea majira ya saa 8 usiku. Hapo sasa nina swali na naomba niwe mkweli kabisa. Pengine niwe kama wakili wa shetani hapa. Uliza tu. Kama mwili wangu tayari unatengeneza hii melatonin kiasili kupitia hiyo tezi, kwa nini nianze kumeza virutubisho vyenye melatonin? Je, hili si tatizo litakaloufanya mwili wangu uwe mvivu na kutegemea vidonge maisha yangu yote badala ya kufanya kazi yake yenyewe? Hilo ni jambo ambalo watu wengi sana hujiuliza na ni hofu inayoeleweka kabisa. Lakini hebu tuangalie uhalisia wa jinsi tunavyoishi leo. Sawa. Miili yetu haijawa mvivu. Miili yetu inachanganyikiwa kutokana na mazingira tunayoipa. Katika ulimwengu wa kale, giza lilikuwa giza. Watu waliwasha moto tu na kulala. Haswa. Lakini leo, hebu fikiria kile kinachotokea unapoangalia simu yako au kompyuta au televisheni saa 5 usiku. Vifaa hivi vinatoa kitu kinaitwa mwanga wa blue, yani blue light. Nimesikia sana kuhusu blue light. Mwanga huu unaingia moja kwa moja kupitia macho yako. Unapiga kwenye jicho na kutuma meseji ya umeme kwenda kwenye kituo cha udhibiti cha ubongo kinachoitwa SCN. Na hicho kituo cha SCN kinasemaje kikipokea hiyo meseji ya mwanga wa blue usiku wa manane? Kinasema, kumbe ni saa 4 asubuhi, jua linawaka. Aise. Kisha kinaiamuru ile tezi ya pineal kusimamisha mara moja uzalishaji wa melatonin. Hivyo basi, mwili wako hauwi muvivu, bali unadanganywa na teknolojia kwamba bado ni mchana. Kumbe simu yangu inanidanganya. Kabisa. Kwa hiyo, kuongeza melatonin kupitia Sleep Beauty hakuvurugi mfumo, bali kunasaidia kurekebisha ule uharibifu wa kimazingira tulioutengeneza. Inaweka mambo sawa. Ndiyo. Inaurudishia ubongo ujumbe sahihi kwamba usijali huo mwanga wa simu, kiuhalisia ni usiku na unahitaji kupumzika. Hasa inasaidia sana pale ratiba yako inapovurugika sana. Kama ukiwa safarini. Haswa, kama uchovu wa kusafiri kwa ndege, ile jet lag, au wale wafanyakazi wa zamu za usiku na mchana. Aha, sasa nimeelewa kamilifu. Sio swala la mwili kufeli, ni swala la mwili kudanganywa na teknolojia. Lakini hebu tuendelee. Kuna nyakati ninafumba macho yangu,
chumba kina giza toroli, sijaangalia simu. Lakini akili yangu inaanza kupiga kelele. Yaani, inaanza kukumbuka kosa nililofanya kazini mwaka 2018, au inaanza kupanga bajeti ya mwezi ujao ambayo hata mshahara wenyewe haujatoka. Hilo ni tatizo la wengi sana. Nikiwa katika hali hii, melatonin pekee haionekani kusaidia sana. Je, hii bidhaa inasaidiaje hapa kwenye hii overthinking? Hapa ndipo uwezo wa kipekee wa viambato vingine ndani ya Sleep Beauty unapoingia, na hii ndiyo sababu muundo huu wa kisayansi ni muhimu sana. Okay. Ndani yake kuna mchanganyiko wa dondoo ya valerian pamoja na GABA. Hivi viwili vinafanya kazi moja kwa moja kwenye mfumo wako wa neva kushughulikia hilo tatizo la overthinking brain au ubongo unaofikiri kupita kiasi. Sasa naomba unifafanulie hili la GABA. Watu wengi hawalijui hili neno. Ina maana gani na inafanya nini hasa mwilini mwangu nikimeza hiki kidonge? Kwa lugha rahisi kabisa, GABA ni kipitisha taarifa cha neva. Hebu fikiria ubongo wako ni kama barabara kuu, na yale mawazo yako ya wasiwasi, bajeti na makosa ya zamani ni kama magari yanayokimbia kwa kasi sana bila breki. Magari yanakimbia kichoni. Kiasili, GABA ni kama askari jasiri wa salama barabarani. Aha. Huyu askari anasimama katikati ya barabara ya ubongo wako, ananyanyua mkono wake juu na kuyasimamisha yale magari yote yanayokimbia kasi. Wow. Kitaalamu, inazuia zile ishara za neva zinazoleta wasiwasi zisiweze kusafiri. Na ule mmea wa valerian uliopo kwenye kidonge, kazi yake ni kuchochea ubongo kuzalisha huyu askari GABA kwa wingi zaidi ili kutuliza msongamano wote wa mawazo. Huo ni mfano ambao sitausahau kamwe. Askari wa usalama barabarani anayesimamisha magari ya mawazo yangu. Hili ni jambo la kushirikisha marafiki zangu. Yaani nawaambia, leo siwezi kuongea sana. Askari wangu wa GABA amesimamisha traffic. Kabisa, traffic imesimama, ni muda wa kulala. Sasa vipi kuhusu kiambato cha tatu? Nimeona kuna kitu kinaitwa dondoo ya ua la hops. Sasa mimi najua ua la hops linatumika kutengeneza bia. Inafanyaje kazi hapa kwenye swala la ustawi wa afya na usingizi? Unasema kweli, ua hili hutumika sana huko, lakini usijali, hapa hatuzungumzii kilevi hata kidogo. Afadhali. Kiasili, ua la hops limekuwa likitumika kwa karne nyingi kutokana na sifa zake za kupunguza msongo kwenye misuli ya mwili. Kwenye misuli? Ndiyo. Linapounganishwa pamoja na valerian na GABA, inatengeneza muunganiko wa asili unaoitwa synergy. Ushirikiano. Wakati GABA, yule askari, anatuliza akili na mawazo yako, ua la hops linaenda kutuliza misuli yako ya mwili kimwili kabisa. Kwa hiyo unapata utulivu wa akili pamoja na utulivu wa mwili. Hiyo ni safi sana. Huo muunganiko ndio unaopunguza wasiwasi wa kawaida unaotuzulia kusinzia. Hili linaingia kilini sana. Kwa hiyo melatonin inaniambia ni usiku, valerian na GABA zinatuliza mawazo yangu yanayokimbia, na hops inatuliza misuli yangu. Haswa, umepatia kabisa. Huu ni mtiririko mzuri wa kimantiki. Sasa tukija kwa walengwa, tukiangalia maisha ya sasa, nani hasa ananufaika na msaada huu? Ni kwa ajili ya mtu aliyekosa usingizi siku moja tu? Hapana, hii sio tu kwa yule aliyekosa usingizi siku moja. Bidhaa hii imetengenezwa ikilenga maisha halisi ya mtu mzima wa sasa. Mtu mwenye majukumu yake. Ndiyo, wale watu wenye fast-paced work life, wanaofanya kazi kwa kasi, wanaopambana kujenga familia, wanaokabiliana na misukumo mingi. Ni kwa wale wanaotafuta maisha bora, lakini wanalipa gharama kupitia msongo mkubwa wa mawazo. Pia, inalenga wale ambao wanalala, lakini wanapata usingizi wa mang'amung'amu au usingizi mwepesi, ambapo mbu akipita tu au jirani akifunga mlango, wanaamka na kushindwa kurudi kulala. Hiyo inatesa sana. Inasababisha wapate uchovu mkubwa sana wa mchana. Kwa hiyo tunazungumzia msaada unaolenga kubadilisha mtindo wa maisha, yani lifestyle support. Sio tu zima moto wa siku moja. Hili linaifanya iwe tofauti kabisa. Sasa ukiingia madukani siku hizi, kuna mtindo umeibuka sana. Watu wanauza sleep gummies au zile pipi za usingizi. Zina rangi nzuri, zinalika kama peremende na watu wanazipenda sana. Ndiyo, zimekuwa maarufu sana.
Kwa nini mtu aache kula hizo pipi tamu na kuja kuchagua kidonge hiki cha Sleep Beauty? Tofauti hasa iko wapi katika utendaji wao mwilini? Hapa ndipo inabidi tuwe wakosoaji wa kiafya na kuangalia kile kinachoingia miilini mwetu. Pipi za usingizi au gummies kimsingi ni peremende ambazo zimeongezewa viambato. Zina sukari? Tatizo kubwa la kwanza ni sukari. Ukinywa sukari nyingi usiku, inasababisha kiwango chako cha insulini kupanda kwa kasi. Ile tunaita insulin spike. Aha. Insulini ikipanda, mwili unapata nguvu ya ghafla, halafu baadaye inashuka kwa kasi sana, yaani sugar crash, jambo ambalo linaweza kukuamsha katikati ya usiku na kukufanya uhisi njaa au mapigo ya moyo kwenda mbio. Kumbe inavuruga usingizi badala ya kuleta usingizi. Haswa. Pili, muundo wa gummies ni dhaifu sana kwa joto. Zikikaa kwenye mazingira ya joto kali, zinayeyuka na kugandamana, jambo ambalo linaathiri na kuharibu ubora wa vile viambato muhimu vilivyomo ndani. Asie, hili linachekesha lakini kiukweli ni la kusikitisha. Kula pipi iliyojaa sukari usiku ili ujaribu kulala ni sawa na kunywa kikombe cha kahawa kali ili upunguze msongo wa mawazo. Mfano mzuri sana. Haileti maana hata kidogo. Mwili wako unahitaji kutulizwa, sio kupewa kazi ya ziada ya kusaga sukari usiku wa manane, wakati utumbo unapaswa kupumzika. Hapa ndipo uchaguzi wa afya unapoonekana wazi. Na je, hiki kidonge cha Sleep Beauty kina ubora gani unaokifanya kiwe mbadala sahihi? Faida kuu za kidonge cha Sleep Beauty ni kwamba kimetengenezwa kitaalamu, kikiwa hakina sukari kabisa, hakina mafuta na hakina rangi bandia. Hiyo ni muhimu sana kujua. Lakini la muhimu zaidi ni mfumo wake wa ufyonzwaji ujulikanao kama Fast and Sustained Release. Hiyo inamaanisha nini hasa mwilini? Inamaanisha kwamba ukikimeza, sehemu ya kwanza ya kidonge inafyonzwa haraka ili kukusaidia kusinzia ndani ya muda mfupi. Lakini sehemu ya pili inaendelea kufyonzwa taratibu sana usiku kucha. Wow, kwa hiyo inakulinda mpaka asubuhi? Ndiyo, hii inahakikisha kwamba ule usingizi wako unalindwa usiku mzima na hutaamka saa 9 usiku ukitumbua macho gizani. Pia, muundo wake unafanya iwe rahisi kuhifadhi mbali na mwanga bila kuharibu ubora wa viambato. Huo ni ustawi wa kweli, yaani unatibu tatizo na sio kufuata mikumbo. Tukija kwenye matumizi ya kila siku, swali ambalo watu wengi watakuwa wanajiuliza ni, je, nikinywa hii nitaamka asubuhi nikiwa mzito kama zombi, nikiwa nimesinzia ofisini siku nzima? Tunatumiaje hii bidhaa kwa usahihi? Jibu fupi ni hapana, hutaamka ukiwa mzito, kwa sababu huu ni msaada unaofanya kazi na mzunguko wako wa asili, sio kuupiga rungu mwili wako. Sawa. Dosi iliyopendekezwa ni rahisi sana. Tumia kidonge kimoja tu kwa siku, nusu saa hadi saa 1 kabla ya muda unaotaka kulala. Nusu saa hadi saa 1? Ndiyo, huu ni muda wa kutosha kwa viambato kufika kwenye mfumo wako wa neva na kumruhusu yule askari wa GABA kuanza kusimamisha magari ya mawazo. Na kwenye uchambuzi wetu wa kina, sisi ni wawazi sana na tunapenda uhalisia. Kuna mambo ambayo hii bidhaa haiwezi kufanya, sawa? Tuambie ukweli ulio mtupu. Kabisa, uaminifu ni msingi wetu siku zote. Kwanza, hii sio dawa kali ya kulevya wala si suluhisho la knockout la papo hapo. Yaani huanguki tu kama gogo. Hapana. Pili, haitibu magonjwa makubwa sana ya ukosefu wa usingizi yanayohitaji kitabibu uitwe severe clinical insomnia. Hilo ni swala la hospitali. Hilo linaeleweka. Na tatu, na hii ndiyo muhimu kuliko zote, haitafanya kazi ikiwa wewe hutaki ibadili tabia zako. Kama unameza kidonge cha Sleep Beauty, halafu unaendelea kunywa vikombe viwili vya kahawa saa 2 usiku, au unameza kidonge huku umejifunika shuka ukiangalia video fupi kwenye simu yako kwa saa 2 mfululizo, haswa utakuwa unapambana na bidhaa. Inasaidia usingizi wako, lakini haimlazimishi mtu kulala anayepiga vita usingizi huo. Kama nilivyosema, hii ni mshirika wako katika afya. Ni kama mtu anayekupa lift kwenye gari. Lazima uwe tayari kuingia kwenye gari na kufunga mkanda. Hawezi kukubeba mzobe. Mfano mzuri sana. Na kwa upande wa makundi ya watu, ni nani hasa asiyepaswa kutumia bidhaa hii? Tahadhari za kiafya ni muhimu. Bidhaa hii haifai kwa wanawake wajawazito au akina mama wanaonyonyesha,
haifai kwa watoto na vijana wadogo ambao bado miili yao inaendelea kukua na kujipanga. Sawa. Na kwa wagonjwa? Uangalizi wa madaktari kila wakati. Wanapaswa kufuata maelekezo ya daktari kwanza kabla ya kutumia. Vilevile, wale wanaokunywa pombe kupita kiasi au wanaotumia dawa kali za usingizi za hospitali hawapaswi kuchanganya. Hiyo ni hatari kuchanganya. Kabisa. Na hatimaye, kwa sababu inaleta utulivu na kusinzia, kamwe usitumie kabla ya kuendesha gari au kuendesha mitambo mizito ya kazini. Tahadhari hizo ziko wazi na zinalinda usalama wetu wa kila siku. Tukikaribia mwisho wa mjadala wetu wenye kuelimisha sana leo, hebu niweke muhtasari wa haraka. Karibu. Tumeona kwamba janga la kukosa usingizi linaathiri mamilioni ya watu na kuchangia kwenye magonjwa makubwa kama kisukari. Sleep Beauty inakuja kutatua hili kiasili kwa kutumia melatonin kuweka sawa saa ya mwili iliyovurugwa na mwanga wa simu. Inatumia GABA, yule askari wetu wa usalama barabarani, kusimamisha mawazo yanayokimbia, na HOPS kutuliza misuli yetu. Inakupa usingizi kwa haraka na kudumisha usingizi huo usiku kucha bila sukari inayosumbua mwili. Umeileta vizuri sana, na kabla hatujafunga, ningependa kukuachia we msikilizaji wazo hili jipya ambalo labda hujawahi kulifikiria na linahusiana na kile kinachotokea kwenye ubongo wako ukiwa umelala fofofo. Tuambie, ni wazo gani hilo? Kuna mfumo mpya ambao wanasayansi wanauita glymphatic system, ambayo kimsingi ni mfumo wa kusafisha ubongo. Kusafisha ubongo kama kufanya usafi wa nyumba. Haswa, unapokuwa kwenye usingizi mzito, yani deep sleep, seli za ubongo wako zinasinyaa kwa asilimia chache. Kusinyaa huko kunatoa nafasi kwa majimaji maalumu kupita katikati ya seli na kusafisha protini sumu zote zilizojikusanya mchana kutwa. Wow, kumbe uchafu unajikusanya kwenye ubongo. Ndiyo, na moja ya protini hizo ni ile inayosababisha ugonjwa wa kusahau wa Alzheimer's. Hivyo basi, unapokosa usingizi mzito, ubongo wako haupati nafasi ya kutoa taka hizo na zinaendelea kujilundika kichwani mwako. Aise, hii inatisha kidogo, lakini inaamsha akili. Kwa hivyo, uamuzi wa kutafuta usingizi bora sio tu kwa ajili ya kuamka ukiwa na nguvu kesho. Ni kwa ajili ya kulinda kumbukumbu na akili yako kwa miongo ijayo. Wow, hiyo ni ya kushangaza. Kwamba akili yangu inajiweka kwenye mashine ya kuosha usiku napokuwa nimelala tu. Hiyo inatupa sababu kubwa ya kutoichukulia poa afya yetu ya usingizi. Afya yako kweli ni nguvu yako, na ustawi wa kila siku ndio unaojenga mustakabali wetu. Imekuwa ni mazungumzo yenye kufumbua macho sana leo. Pamoja tunaweza kutengeneza maisha angavu na wakati ujao bora.